Nisisitiza dhamira tu ya mkoa wa Dar es Salaam kwamba ni kuhakikisha kila mtoto anapata haki yake ya msingi ya kulelewa, kulindwa na kufundishwa katika mazingira salama na yenye upendo. DSM Ustawi Digital, jamii yenye ustawi, furaha yetu. Kwamba kikao hiki hakitakuwa sehemu ya kujadili mambo yasiyokuwa na tija. Tutatumia kikao hiki kujadili mambo yenye tija, na tutumie muda wetu hapa, mwisho wa siku tutoke na maazimio yatakayowezesha kuboresha zaidi utekelezaji wa mpango mzima wa programu jumuishi ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Hiki kikao cha leo ni cha wadau, kimeandaliwa na mkoa wetu wa Dar es Salaam. Imeita wadau mbalimbali wakiwemo asasi za kiraia za kitaifa na kimataifa, maafisa, viongozi wa dini, watu wa dawati na kadhalika, kujadili mambo ya msingi kuhusiana na watoto, maeneo yote matano muhimu ambayo anastahili kupata mtoto ili akue kwenye utimilifu wake: masuala ya afya, lishe, ulinzi, malezi yenye mwitikio na kadhalika. Wote wadau wamekusanyika kwa ajili hiyo. Sasa kuna swala moja la msingi sana ambalo ningependa kuligusia, ambapo jana kulikuwa na mkutano mkubwa sana wa mamalishe na babalishe, ambapo Mheshimiwa Rais alikuwa mgeni rasmi na Wizara ya Maendeleo ya Jamii ilikuwa inaliendesha jambo lile. Mada kubwa ilikuwa ni kwamba babalishe na mamalishe wanategemewa, ni mihimili ya familia, na hivyo wana mchango mkubwa kwenye jamii na taifa kwa ujumla. Lakini wanapokwenda kwenye shughuli zao, watoto wao wanawaacha na nani? Utakuta kina mama wengi wamewabeba watoto wao mgongoni, na hilo ni tatizo sana, kwa sababu malezi stahiki kwa mtoto yanakuwa yamekosekana. Kwa mfano, mama lishe labda yuko sokoni na mtoto mgongoni, kuna lugha ambazo mtoto hatakiwi kusikia, lakini mama lishe labda anapika na mtoto yuko pale karibu, ni hatari ya moto na kadhalika. Lakini angepata mahali salama ambapo anapaamini, mtoto anapata malezi bora, anapata uchangamshi wa awali, afya yake inaangaliwa vizuri, lishe na kadhalika, mama yule angekuwa na ufanisi mzuri zaidi katika kazi yake anayoifanya kuliko vile anavyombeba mtoto mgongoni. Kwa hivyo kumekuwa na msukumo na ajenda ya dhati ya wadau kuangalia ni jinsi gani basi wanamtua yule mama mtoto mgongoni ili mtoto akakae mahali salama, lakini bado na mama apate kufanya kazi zake kwa ufanisi. Kwa hivyo kuna mikakati ya kuandaa na kuanzisha vituo vya kulelea watoto wadogo kwenye maeneo ya masoko, kwenye maeneo yote ambayo yana watu wengi lakini labda kipato ni cha chini. Ni jinsi gani basi watoto wa maeneo yale wataweza kupata malezi bora wakati wazazi wao wako kwenye shughuli zao. Tujue kwamba katika umri mdogo ule, iwe mtoto wa kipato cha chini au kipato cha juu, wote wanakuwa sawa sawa. Kwa hivyo ukiwapatia malezi bora mpaka wanakuwa wale, hautaona tofauti wakishafika ukubwani kwao kwamba huyu alitoka kwenye familia maskini au familia tajiri, kwa sababu msingi ndio kila kitu. Kwa hiyo ni eneo ambalo tunatakiwa kulifanyia kazi. Dira yetu ya 2050 inajengwa leo. Yule mtoto atafika miaka 30 wakati lengo lile linatimia. Tunatakiwa kuwekeza leo. Kama kanda maalum ya polisi, sisi ni wadau muhimu, kwa sababu unavyomtaja mtoto wa miaka 0 mpaka miaka 8, tunaangalia kizazi cha kesho, kwa maana taifa linaanza kuandaliwa katika misingi ya umri mdogo. Pale tunapokosea katika kuwekeza kwenye huyu mtoto wa miaka 0 mpaka miaka 8, hapo tunakuwa tumeliangamiza taifa. Lakini kwa sababu jukumu la jeshi la polisi ni kuimarisha ulinzi na usalama wa raia na mali zake, katika msingi huo basi malezi na makuzi ya mtoto kwa upande wa dawati inakuwa ni jukumu kubwa. Na leo kubwa zaidi tumejikumbusha katika zile afua 5 za msingi, ambako ni afya, lishe, lakini pamoja na makuzi na malezi awali, ndio tulikuwa tumejikita.
Kwa hiyo wito wangu kwa wananchi na jumuiya kwa ujumla ni kwamba kila mmoja atimize wajibu wake na kila mmoja ajue kwamba taifa la kesho linaanza kwa kumweka vizuri mtoto wa leo. Tumepata wasaa wa kuweza kushiriki katika kikao cha wadau wa malezi na makuzi ya maendeleo ya awali ya mtoto kwa kushirikiana na serikali, na kuweza kuzungumza namna gani wadau wanaweza wakashirikiana kwa pamoja katika kutatua au katika kumsaidia mtoto ambaye tunasema umri wake ni kuanzia miaka 0 mpaka miaka 8. Katika shirika letu sisi kama Masafa Richard Foundation tumekuwa tukifanya kazi kubwa sana kwa kushirikiana na serikali, kwa sababu sisi ndio regional coordinator ambao tunasaidia katika kuimplement mradi wa Mtoto Kwanza ambao uko supported na TechDen. Kwa hiyo kwa kushirikiana na serikali pamoja na ofisi ya mkuu wa mkoa, siku ya leo tumefanya kikao ambapo tumewaita wadau wetu mbalimbali, ambapo tumekuwa na wadau kutoka mashirika ya kitaifa, tumekuwa na wadau kutoka taasisi mbalimbali, lakini vile vile tumekuwa na wawakilishi kutoka kwenye vituo vya watoto vya kulelea watoto, tumekuwa na wawakilishi kutoka kwenye daycare, vile vile tumekuwa tuna wawakilishi kutoka kwenye ngazi za dini, maanake tumekuwa na wawakilishi kutoka dini ya Kiislamu, vile vile wawakilishi kutoka kwenye dini ya Kikristo. Kwa hiyo ni siku ambayo tunasema kwamba ni siku ambayo ni nzuri, kwa sababu tumekuwa na wadau wengi ambao tunaamini kwa umoja huu tunaweza tukafanya kitu kikubwa katika kuhakikisha kwamba tunaweza kumsaidia mtoto aweze kupata zile haki stahiki, kwa sababu tunaposemea kwamba maendeleo na tunaposema malezi na makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, tunaongelea kuhusiana na mtoto kuanzia miaka 0 mpaka 8, kwa kuangalia zile afua zote 5, kuhakikisha kwamba katika masuala ya lishe, ulinzi na usalama, malezi ya awali, lakini mwitikio chanya, lakini kitu kingine ni pamoja na lishe. Kwa hiyo sisi kama shirika la Masafa tunaishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu imekuwa ni mmoja kati ya watu ambao wakitoa nguvu kubwa kuhakikisha ili tatizo, kuhakikisha kwamba tunahakikisha hizi afua zote 5 ambazo nimezitaja zinafanya kazi kwa pamoja, ili kuhakikisha mtoto huyu baadaye anapokuwa anakuwa katika sehemu ambayo iko salama, lakini vile vile anakuwa katika malezi ambayo ni bora na salama. Kwa hiyo siku ya leo tuna kikao ambacho tuko na wadau mbalimbali, tukiweza kujadili ni namna gani kwa kushirikiana na serikali tunaweza tukasaidia au tunaweza tukafanya mambo ambayo yanaweza kumjenga mtoto kwa ajili ya maisha yake ya baadaye. Asante. Kwa majina anaitwa Sereti Kiroya, ni afisa ustawi kiongozi kutoka Manispaa ya Kigamboni. Leo tulikuwa na kikao kizuri kinachohusiana na utekelezaji wa program jumuishi ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Kikao hichi kimeitishwa na afisa ustawi wa mkoa, kikijumuisha watumishi wa serikali pamoja na wadau wanaotekeleza afua ya watoto. Tulikuwa na mjadala mzuri sana pande mbili, upande wa maafisa wa serikali, lakini pamoja na wadau ambao wanahusika na masuala ya watoto. Katika majadiliano tuliangalia uanzishwaji wa ECD Corners. ECD Corners tumeona kwamba zina umuhimu sana kuanzishwa kwenye ngazi ya jamii, lakini pia kwenye maeneo binafsi na maeneo ya umma. Tukiongelea maeneo ya umma, tunaongelea maeneo ya stendi, tunaongelea maeneo ya sokoni, tunaongelea maeneo ya kwenye vituo vya kutolea huduma za afya, lakini tukiongelea maeneo binafsi ni kama mtu binafsi kuanzisha ECD Corner kwenye eneo husika analoishi kwenye jamii. Mathalani kwa ajili ya kuweza kuwasaidia watoto katika kuimarisha ulinzi na usalama katika ukuaji wao.
Kikao hichi kimekuwa ni tija kubwa. Katika majadiliano tuliyoyafanya, tumeona kwamba serikali yenyewe haiwezi kufanya jambo hili. Hivyo tumeona tukishirikiana na wadau tunaweza kuanzisha hizi seed corners katika maeneo hayo aliyosema ya umma pamoja na ya serikali. Programu hii jumuishi ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali imejikita sana kwa watoto walio na umri wa miaka 0 mpaka miaka 8. Tukisema 0 tunamaanisha kwamba kuanzia mtoto akiwa tumboni kwa mama mpaka anapozaliwa hadi anapofikisha hiyo miaka 8. Kwa hiyo ni wajibu wa serikali kwa kushirikiana na wadau kuhakikisha watoto hawa wanaweza kuanzishiwa hizo ECD corners, waweze kujifunza kwa elimu changamshi. Nikimaanisha kwamba kwa mfano mathalan kwenye vituo vya kutolea huduma za afya, ECD corners zinaweza kuanzishwa kurahisisha huduma za watoaji huduma pale kwenye vituo vya afya pamoja na mzazi anayempeleka mtoto. Mara nyingi katika vituo vya kutolea huduma za afya, eneo la upimaji wa watoto wanakuwa ni wengi na wazazi pia wanakuwa ni wengi. Wakati wako kwenye foleni, watoto wanaweza pia wakapata elimu changamshi kwenye ECD corner ambayo imeanzishwa kwenye kituo cha afya husika. Hivyo hata watoto wanaendelea kuona ni sehemu ambayo ni rafiki wao wanapopelekwa kupata huduma. Basi kwa kusema haya, ninaamini kwamba serikali yetu ni sikivu na itaendelea kuhamasisha jambo hili liweze kufanyika, lakini pia tunaomba wadau wote ambao wanatekeleza afua za watoto tuungane kwa pamoja, kwa sababu bila kuwa na umoja vituo hivi tunaweza tusifikie maeneo hayo niliyosema ya umma na ya binafsi. DISM Ustawi Digital, jamii yenye ustawi, furaha yetu.